Bwana Yesu asifiwe sana. Here is Apostle Amani Tanzania. Nipo hapa kufundisha somo la The Gravity of Sexual Sin, au uzito uliojificha katika dhambi ya uzinzi. Na hii yote ni kwa sababu Mungu yupo very concerned kwa mtu ambaye anatenda dhambi ya uzinzi. Sio kwa sababu hizi nyingine sio dhambi, ila ni kwa sababu dhambi ya uzinzi inahusisha mwili wa mtu. Ukisoma vizuri katika Korinto, anakuambia kabisa ikimbieni zinaa, kwa sababu dhambi yoyote itendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, lakini dhambi ya uzinzi au zinaa inahusisha mwili wake. Kwa maana nyingine naweza nikasema hivi, uzinzi unahusisha athari ya moja kwa moja kwa mtu anayetenda huo uzinzi, lakini dhambi nyingine inaleta athari kwa watu wengine. Mfano, mtu akisema uongo anamuharibia mtu mwingine, mtu akiiba anamuumiza mtu mwingine, mtu akifanya dhambi nyingine zote ni nje ya mwili wake. Yani madhara yanayotokea yanaathiri wengine, sio yeye moja kwa moja. Kwa utagundua athari ya vitu ya dhambi hizo zinaathiri watu wengine, lakini dhambi ya uzinzi moja kwa moja inamharibu mtu, inamgusa mtu, anaathirika mtu mwenyewe. Kwa hiyo ni dhambi ambayo Mungu anaichukia sana. Sababu kwa nini Mungu anachukia dhambi ya uzinzi? Ni kwa sababu Mungu anatumia mwili wa mwanadamu ili kuweza kutimiza kusudi lake hapa duniani. Kwa ikitokea mtu anafanya jambo la kuangamiza mwili wake, manake anamnyima fursa Mungu ya kupata hekalu lake ili kusudi lake liweze kutimia duniani. Kwa hiyo moja kwa moja Mungu anamkasirikia huyo mtu, na ndio maana anasema yote atakayoharibu mwili wake na mimi nitamharibu. Imagine Mungu anakuambia yoyote ambaye atafanya kosa la kuharibu mwili wake na mimi nitamharibu. Hii inaonyesha userious ambao Mungu anao kwa mtu ambaye anafanya kitu kinachoharibu mwili wake, na kitu ambacho kinaharibu mwili wake ni dhambi ya uzinzi. Na ndio maana anasema dhambi yote mtu atakayoitenda ni nje ya mwili wake, lakini inapokuja kwenye zinaa, hii inahusisha moja kwa moja na mwili wake. Maana yake nini? Mwili wa mwanadamu Mungu aliudesign kwa lengo la yeye mwenyewe kuja kukaa kutimiza kusudi lake. Na sasa kama yeye mwenyewe amedesign ili kuja kukaa, manake anategemea mtu kwa gharama yoyote asije akauharibu mwili wake, asije akauchafua mwili wake. Ni kwa sababu ni fursa pekee ya Mungu kama roho aje kuketi kwenye mwili wa mwanadamu ili aweze kutimiza kusudi lake. Sasa Mungu ni roho, na yeye hawezi kuja kuhusika kwenye maisha ya hapa duniani katika mwili huu wa nyama, isipokuwa atakuja kuhusika endapo kama mtu akifungua mlango wa huyo Mungu aje aketi ndani yake. Na ndio maana Biblia inasema wokovu unapopatikana, Mungu Baba na Yesu mwenyewe Kristo na Roho Mtakatifu wanakuja na kuweka makao. Na ndio maana utakuta mara nyingi tunakumbushwa ya kwamba, je, hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Kwa nini unakumbushwa? Maanake usijitoe ufahamu. Kuna fursa unazikosa, kuna mtembeo wa kiungu unaokosa kwa sababu tu you misuse your body. Unachezea mwili wako, unapoteza fursa ya Mungu kuhusika maishani mwako. Mungu atembee afanye kitu kingine kwa namna nyingine yoyote, anatumia miili ya watu. Imagine hapo ulipo, hata kama ni mzinzi, unazuia fursa ya Mungu kutumia kuwa baraka kwa mtu fulani, na hautakuja kuwa baraka. Ni kwa sababu gani? Umeshamnyima Mungu fursa. Sasa imagine endapo kama watu wote wakiendekeza kutembea katika uzinzi, it means Mungu anakosa watu ambao atajiwekeza ili kusudi kutimiza kusudi fulani la kuokoa maisha ya watu ulimwenguni, kuvuna nafsi ulimwenguni, kuwa baraka kwenye baadhi ya maisha ya watu ulimwenguni, kwa sababu tu wewe hapo umekataa kuishi maisha matakatifu, umekataa kuacha uzinzi. Mungu anakasirika sana kuhusiana na swala la uzinzi. Lakini vijana wa leo, binti akijipitisha wanasema ni fursa, wanatembea naye, haina shida. Watu wengi hawaelewi kitu gani kinachotokea. Sababu Biblia inatuambia kabisa ya kwamba yoyote azinie na kahaba amekuwa ni mmoja naye, amekuwa ni mtu mmoja naye. Maanake wanakuwa ni mwili mmoja. Katika ulimwengu wa roho, maanake Mungu akikutazama, hata kama ana mema anayokuazia, ana baraka alitegemea aiwekeze kwako, ana mema alitegemea ayadhihirishe kupitia wewe, akikuangalia anajua anakuona kama nani? Kahaba.
So imagine kwa wewe kuwa mzinzi, mwili wako ukichafua, Mungu anashindwa kujiwekeza ndani yako kama baraka, anashindwa kujiwekeza ndani yako kama neema, anashindwa kujiwekeza ndani yako kama ukuu. Ni kwa sababu gani? Hawezi kuamini ukuu ukae kwa mtu mchafu, kwa mtu ambaye ni kahaba, kwa mtu ambaye ni mzinzi. Nini? Ni kwa sababu ni vitu ambavyo haviendani na kusudi lake, haviendani na mapenzi yake. Yeye ni mtakatifu, lakini wewe umeamua kujichafua mwenyewe. Na kujichafua kwako umepishana na Mungu, umemkosa Mungu kiurahisi tu. Neno la Mungu linasema, kuna baadhi ya sehemu ya kwamba yoyote azinie na mwanamke, sio alale na mwanamke, kwa sababu hata sisi tuliooa tunalala na wake zetu. Biblia inasema azinie, maana yake mtu anayezini ni analala na mtu ambaye sio mke wake. Sasa Biblia inasema azinie na mwanamke hana akili, anafanya jambo la kuiangamiza nafsi yake. Sasa kitu gani kinatokea? Kikubwa na cha msingi ni mtu anaharibu nafsi yake, anaharibu thamani wake, na nafsi inabeba mind, wake ufahamu, anaharibu ufahamu wake, anaharibu akili yake. Na ndio Biblia imemtem kama mtu ambaye hana akili, anajiua, anaua uthamani wake. Na uthamani ukishaharibika, automatic Mungu akikutazama akiona huna uthamani tena, anaona siwezi kuwekeza ajenda yangu kwa mtu kama huyo, kwa sababu ninajua sitakuwa na faida, nitakuwa na hasara. Siwezi kuwekeza ajenda zangu za kifalme, baraka zangu za kiufalme kwa mtu ambaye hana akili, ambaye hawezi kufocus kwenye kusudi ambalo ni la msingi, bali yeye anarukaruka tu, yupo kote kote tu. Huyo mtu Mungu hawezi kuwekeza. Ndio maana Mungu anamtem kama mtu asiye na akili, kwa sababu yuko tayari kupoteza nafsi yake. Yafaa nini kupata vitu vyote vya ulimwenguni alafu kaipoteza nafsi yako? Maanake katika kitu kimojawapo kinachoharibu nafsi za watu na kuwafanya watu wapoteze nafsi zao ni uzinzi. Mtu wa Mungu hana akili, yule azinie na mwanamke anafanya jambo la kuiangamiza nafsi yake. Kwa endapo ikitokea umeiharibu nafsi yako, maanake umeharibu maisha yako. Maisha ya mtu, uthamani wake upo kwenye nafsi yake. Haleluya! So hiyo ndio maana Mungu anachukia sana dhambi ya uzinzi. Uzinzi unaharibu maisha ya mtu kabisa, unaharibu maisha ya mtu kabisa. Hebu kimbia, anakuambia ikimbieni. Kuna dhambi ambazo unaweza kuzishinda, unataka kupiga ombea ukazuia mdomo. Halo? Lakini kuna dhambi Mungu anakuambia ikimbie. Uongo unaweza ukaukimbia, unaweza ukajizuia. Sio kitu kuwa unaweza ukajizuia. Dhambi nyingine za nje unaweza kujizuia, lakini inapokuja kwenye uzinzi, oh my God, mtu wa Mungu anapokuja kwenye uzinzi, kimbia. Biblia inasema kimbia. Na ndio maana Yusufu hakutembea, alikimbia. Alikuwa yuko tayari, ni bora nishikwe kwamba koti langu ni ushahidi, lakini kiuhalisia ukweli mimi sijafanya. Maana mbele za Mungu sina hatia. Kwa mbele za Mungu sijamkosa Mungu. Na hiyo ndio sababu uaminifu wake hakukimbia kesi mbele ya macho ya wanadamu. Alikimbia kesi mbele ya macho ya Mungu. Kwa nini? Ni kwa sababu alijua nikimpata Mungu, hata nikipelekwa gerezani, Mungu atafanya njia pasipo na njia. Ile ndoto ya mimi kuwa mtu mkuu itatimia. Japokuwa kibinadamu ni kwamba endapo kama amekamatwa, amewekwa gerezani, ndoto yake imekufa. Lakini kiuhalisia, kwa kuwa hakumkosa Mungu, na Mungu ni Mungu wa miungu, ni Mungu, ni Bwana wa mabwana, akathibitika juu ya mabwana zake, akapata kibali kila anapoingia, kiasi kwamba mwisho wa siku akaishia kutajwa mbele za wakuu na ndoto yake ikatimia. Kwa ni wale tu ambao wana focus na ndoto zao ndio watu ambao hawataendekeza uzinzi. Hawa ni watu ambao wanajua kabisa ni lazima nikimbie zinaa, nikimbie. Maana mtu ambaye hakimbii zinaa ni mtu ambaye hana ndoto anayefukuzia. Haleluya! Sasa imagine katika kizazi tulicho nacho, ni vijana wangapi ambao wana vitu vya thamani lakini wamevizika.